yuhadhdhirukum dhari'ata al-hakimi fa inna ash-shaytana. Sasa katika yale ambayo yanasemwa na wanawachuoni katika mlango huu na mlango mfano wake, yani katika bid'atul qawliya au bid'atu fil ibadat, maneno ya wanawachuoni ni mengi sana. Maneno ya wanawachuoni katika hili, ikiwa tutayasoma basi leo tutayasoma, kesho tutayasoma, kesho kutwa tutayasoma, na hatuwezi kuyamaliza sisi. Hatuwezi kuyamaliza. Ni maneno ambayo yaliyokuwa mengi mno. Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu ana maneno ambayo amepokea Imam Abu Dauda واللفظ له والإمام الطبراني والحاكم وصححه الحاكم رحمه الله تعالى على شرط مسلم. أسمى رضي الله تعالى عنه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال. hakika mbele yenu huko, yani baada ya nyinyi, nyuma yenu utakuwa kuna fitna, lakini fitna hiyo yakthuru fiha almalu, utakuwepo katika fitna hiyo mali nyingi. Wayuftahu fihi alquranu, na kutafunguliwa ndani yake Qur'an, hatta ya'khudhahu almu'minu walmunafiqu, mpaka Qur'ani hiyo ataichukua muumini pamoja na mnafiki. Warrajulu walmar'atu was-saghiru walkabiru wal'abdu walhurru, Qur'ani hiyo ataichukua mu'min, ataichukua mnafiki, ataichukua mwanamume, ataichukua mwanamke, ataichukua mtoto mdogo, ataichukua mtu mzima, mtumwa na aliye huru. Fayushiku qailun an yaqul, inakaribia msemaji kusema: mali nnasi alla yattabi'uni wa qad qara'tu alqur'ana, watu wana nini, mbona hawanifuati mimi na hali ya kuwa mimi nimeshaisoma Qur'an, mimi ni mjuzi wa Qur'an. Maneno ya Muadh. Allah ataifungua Qur'an, watu wataibeba Qur'an, wataichukua, wataihifadhi, lakini inakaribia. Fayushiku qailun an yaqul, yakaribia msemaji kusema: mali nnasi la yattabi'uni wa qad qara'tu alqur'ana, watu wana nini, mbona hawanifuati mimi na hali ya kuwa mimi nimeshaisoma Qur'an. Ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi'a lahum ghayra, kwa nini wao wana nini, mbona hawanifuati mimi ili niwazushie wao jambo jingine. Hebu kizingatie hicho kipengele, ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi'a lahum ghayra, wana nini wao, hawanifuati mimi ili nipate kuwazushia wao. Akasema Muadh baada ya maneno haya: wa iyyakum wa mabtudi'a, tahadharini na yale yaliyozushwa. Fa inna mabtudi'a dhalalatun, hakika yale yaliyozushwa ni upotevu. Wa uhadhdhirukum dhari'ata alhakimi, fa inna ash-shaytana kad yaqulu kalimata dhalalati ala lisani alhakimin. Wa iyyakum zari'ata alhakimi, hapana, wa iyyakum zayghata alhakimi, na kutahadharisheni nyinyi na upotevu wa mtu mwenye hikma. Ukimwona mtu ana hikma, amepewa fasaha, ana balagha, kwa hiyo uhadhirukum zayghata alhakimi, na kutahadharisheni nyinyi na upotevu wa mtu mwenye hikma, mtu mwenye ilmu. Fa inna shaytana kad yaqulu kalimata dhalalati ala lisani alhakimi, shaytani anaweza kusema neno la upotevu kwa kutumia ulimi wa mtu mwenye hikma. Asema fulani huyo, unajua maneno yake, tahadharini. Wakad yaqulu almunafiqu kalimata alhaqi, aweza akasema mnafiq maneno ya haki, akasema mnafiq neno la haki. Qala arrawi, akasema mpokezi aliyepokea kutoka kwa Muadh: qultu li Muadhin, mimi nilimuuliza Muadh: wama yudirini yarhamuka Allah anna alhakima qad yaqulu kalimata dhalalatin wa anna almunafiqa qad yaqulu kalimata alhaq. Rawi ambaye anasimulia maneno haya kutoka kwa Muadh bin Jabal al-Ansari radhiyallahu anhu akamwambia,
kitu gani kitakachonijulisha mimi Allah kurehemu kwamba mtu mwenye hikma, mtu mwenye elimu aweza kusema neno la upotevu na mnafiki anaweza kusema neno la haki? Qala, akasema bala, sivyo hivyo. Ijtanib min kalami alhakimi almushtahirati allati yuqalu fiha ma hadhihi wala yuthniyannak. قال اجتنبوا من كلام الحكيم المشتهرات. tahadhari na maneno ya mwenye hekima, yale ambayo maneno ambayo yaliyokuwa ni mashuhuri, maneno ambayo alati yuqalu fiha, maneno ambayo yanasemwa ndani ya maneno hayo. Ma hadhihi, aulizwa nini hicho ulichokisema? Wala yuthniyannak dhalika an. Halafu akishaulizwa nini hili, hawezi kukusimulia wewe, akakudadavulia katika maneno hayo, akakuwekea ubainifu na dalili iliyokuwa wazi juu alichokisema. Fa innahu la'allahu an yuraji'a, kwamba huenda yeye akarejea akaacha kauli yake hiyo aliyesema. Hawezi ya hilo. Wata'allaqa watalaqa alhaqqa idha sami'tahu fa inna 'ala alhaqqi nuran. Ipokee haki popote utakapoikuta, elewa kwamba juu ya haki kuna nuru. Sasa haya yanayozungumzwa katika utaratibu wa maneno kama haya, ikiwa wenye akili wanazungumza na wenye akili, masahaba wazungumza na wanafunzi wao, alafu wao wanauliza ma yudirini rahimakallah anna alhakima kad yakulu kalimata aldalala wa anna almunafiqa kad yakulu kalimata alhaq. Kitu gani kitakachonijulisha mimi kwamba mtu mwenye ilmu aweza kuzungumza neno la upotevu na mnafiki aweza kulizungumza neno la haki? Ni maneno ambayo mtu akiambiwa mtu kubainifu wa maneno hayo, hawezi yeye akasimama na akabainisha maneno hayo. Katika jamii zetu tunazoishi sisi, njia za kupashana habari na kueneza maneno zimekuwa ni nyingi, ambazo tunatumia katika simu zetu za mikononi, ambazo zipo katika redio. Leo ukizifungua redio zinazoitwa redio za Kiislamu, zina wazungumzaji wengi sana. Katika wazungumzaji hao kuna mpaka wanawake. Akishamaliza tu mustawa fulani hivi wa kusoma, kamaliza mutawassita au thanawi, aweza kutafsiri Qur'ani kwa kutumia tafsiri ya Kiswahili ya Shabala Saleh Al-Farisi, na yeye ana kipindi katika redio, au kafungua darasa pahali fulani. Akiulizwa hebu bainifu wa hili hapa, uko wapi katika maneno ya salaf au katika maneno ya wanawachuoni, hawezi, au anakuwa mkali katika kujibu kwake. Na watu wamefungua masikio yao. Mwanamke anakata vitunguu, anafanya kachumbari, anapika kitu fulani, kamfungua huyo, anamsikiliza. Hawa ni katika watu ambao si watu wa sawa, kwa sababu ufahamu wao wa mambo katika dini hii, katika kitabu na sunna, hawakuegemeza katika ufahamu wa hawa wema waliotangulia. Hebu namna gani wanavyotukataza. Lazima bid'a na watu wa bid'a watahadharishwe, bid'a itahadharishwe na watu wa bid'a watahadharishwe. Na jambo hili lilifanywa mpaka na wanawake. Hebu yasikilize maneno haya ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha: fa idha ra'ayti alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum. Utakapowaona wale ambao wanafuata yale ambayo zile ambazo haziko wazi, hao ni wale ambao Allah amewatahadharisha, hao ni wale ambao Allah amewataja tahadhari nao. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala alikwenda Baghdad kusoma, kwa sababu al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala mama yake alimchukua Makka baada ya kufa baba yake akiwa na umri wa miaka 2. Akaa kule, kutana na jamaa zake, akahifadhi Qur'ani katika umri mdogo wa miaka 7, akahifadhi Muwatta ya Imam Malik ambaye ni mwalimu wake akiwa umri wa miaka 10, na elimu nyingine. Al-Imam Shafi'i rahimahullah kijana wa miaka 20, yeye ni mwanachuoni. Sasa alipotoka kwenda Baghdad katika kutafuta ilmu, rahimahullahu ta'ala,
alikwenda moja kwa moja akafika kwa Bishr al-Marisi au Bishr al-Marisi. Alipofika akamkaribisha na akamweka ndani mwake chumbani mwake kwamba amsubiri, ningojelee hapo. Na haya ameyataja al-Imam Ibn Battah katika al-Ibana rahimahullahu ta'ala. Ay qala Shafi'i rahimahullahu ta'ala, dakhaltu Baghdad fanazaltu ala Bishri al-Marisi, mimi niliingia Baghdad, nilipofika Baghdad nikashukia kwa Bishri al-Marisi. Fa anzalani fi ghurfatin lahu, akanikurubisha mimi na kuniweka katika chumba chake, mimi ni mgeni. Faqalat ummuhu, yani ummu Bishri, akasema mama yake Bishri kumwambia al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, lima ji'ta ila hadha, kitu gani kimekuleta kwa mtu huyu? Mama amtahadharisha Imam Shafi'i rahimahullah na mwanawe yeye mwenyewe aliyemzaa. Mwana anayetahadharishwa ni mwana wa chuoni, ni mwenye ilmu ambaye ana nafasi kwa watawala, kwa sababu Bishr al-Marisi ni sababu ya kupotea watu, katika hao ni watawala na viongozi. Sasa Imam Shafi'i anaambiwa na mama yake Bishr, lima jiita ila hadha, kwa nini wewe umekuja kwa sababu kwa mtu huyu? Sababu ipi iliyokuleta kwake? Qultu, akasema al-Imam Shafi'i, yani kasema mimi li asma' al-ilma, ili nipate kusikiliza elimu. Qalat, akasema hadha zindiqun, huyu uliokuja kuchukua kwa wewe elimu, huyu ni zindiq, yani huyu ni mtu mpotevu, huyu si mtu wa sawa. Huyo ondoka. Mama anamuona mwanawe si mtu wa sawa. Kwa nini? Kwa sababu mama ana ilmu. Sasa tunapoitahadharisha bid'a, tutakana tufahamu na tuelewe bid'a imezagaa na imeenea kwa sababu gani. Wanaochuoni wazitaja sababu tatu, kwa sababu huu muhadhara huu ni mrefu sana, na mimi nilisema nitazungumza mpaka saa 5:30, ambao wanachuoni wazita ni sababu ambazo zimepelekea kudhihiri bid'a. Sababu ambazo zimepelekea kudhihiri bid'a, al-asbabu allati addat ila dhuhuri al-bid'i, sababu zilizopelekea kudhihiri bid'a. Katika wanazitaja wanachuoni wataja sababu tatu katika nyingi, minha al-jahlu bi ahkami ad-din. Katika hizo ni ujinga wa kufahamu hukumu za dini. Na maana watu wengi wanapoletewa mambo ya bid'a, wakikataza usema kwani kuna ubaya gani? Elewa kwamba huyo ni mtu mjinga, hafahamu hukumu ya hilo jambo, hafahamu hukumu ya bid'a. Kuna ubaya gani? Mwambie huu ni upotevu. Na sisi tuna mifano katika bid'a, katika dini, katika vigawanyo vyote viwili, bid'a katika maqalat, katika i'tiqadat. Namna Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma alipowatahadharisha watu, wale watu walipokuja pale ina Yahya bin Ya'mar na mwenziwe, akawaambia idha laqita haula fakhbiruhum anni bari'un minhum wa hum bara'u minni, ukikutana na watu hao waambie mimi niko mbali nao na wao wako mbali na mimi. Ina Yahya bin Ya'mar wameliona jambo, wao na ilmu, na wakaona kwamba jambo hili halipo sawa. Hawa watu wasema alla qadara anna al-amra unufun, hakuna kadara. Lakini kuna wanawachuoni, mambo ukiwa huyajui hukumu yake yarejeshe kwa wanawachuoni, waulize wao. Na ndio msingi wa Qur'an, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye ilmu ikiwa nyinyi hamujui. Wao wakatoka wakaja Makka, wakakutana na Abdullah ibn Umar, akawapa hukumu ya jambo ambalo wao wako nalo. Ukikutana nao fakhbiruhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni, wape habari mimi niko mbali nao na wao wako mbali na mimi. Hao ni watu wapotevu. Huo ni uzushi na unatahadharishwa, wala hapo hakuna kwamba hapana, sisi ni Waislamu tuungane tusisemane. Huo ni mfumo wa kishaitani.
na ni njia ya shaitani aliyokuja nayo katika kuwapoteza watu, kwa sababu inapingana na misingi ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Bid'a inatahadharishwa na anatahadharishwa yule ambaye aliyekuja na bid'a hiyo vile vile. Hakuna kuonewa haya katika hilo, hakuna kuonewa haya katika hilo, na hili ndio linajenga uzushi na madhara yake kwa wanawake wa Kiislamu. Madhara yanayopatikana yatasababishwa na ujinga, yatawaingiza katika upotevu, yataweka mbali na kitabu na sunna. Mapenzi ya kukipenda kitabu na sunna yataondoka, na wakipotea wanawake, basi imepotea jamii, kwa sababu itapotea nyumba. Hebu muangalie Bishri, mamake Bishri, yeye amesalimika na upotevu wa manawe, yafahamu mapenzi ya mama na mtoto, lakini haya kumchukua mapenzi ya mama na mtoto kumwacha mtoto wa mwenziwe apotee kwa sababu ya mapenzi ya mwanawe. Ambia la, lima jiita ila hadha fa innahu zindiqun, umekuja kitu gani kilichokuleta kwa huyu? Huyu ni mpotevu, huyu ni mzandiki. Anamtahadharisha kwa sababu madhara ya bid'a ni makubwa. Bid'a inaichafua dini. Madhara ya bid'a inawafanya watu wa bid'a wasiwafikishwe katika kutubu, kwa sababu wanaona ile njia waliokuwa nayo ni njia katika dini. Shaitani anaipenda bid'a kuliko maasiya, kwa sababu anafahamu sahibul maasiya kade yatubu, anaweza akatubu kwa sababu anajua anayoyafanya ni maasiya, lakini bid'a si mara nyingi kutubia, kwa sababu anaona ile ni dini, ile ni dini na ataitetea kwa nguvu zote. Na huu tunauona katika mfano wa yale ambayo yaliyosemwa na Abdullah ibn Mas'ud alipowakuta wale watu ambao wamekusanyika msikitini katika kipindi cha masahaba, wamekusanya mawe vikundi vikundi, wakihisabu subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar, ma arakum hadha alladhi taf'alun, nini hichi ambacho mnakuoneni mnakifanya? Qalu ya aba Abdurrahman hasan na'uddu bihi at-tahlila wat-takbira wat-tasbiha. Haya ni mawe tu, vijiwe hivi, wahisabu kutumia hizi subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Afala ta'uddu sayiatikum wa ana dhaminun alla tadhi'a min hasanatikum shay'un, kwa nini msihisabu maovu yenu na mimi ninakupeni dhamana mkifanya hivyo mkakaa mnajihisabu maovu yenu, hakitapotea katika chema chenu chochote. Wailakum ya ummata Muhammad ma asra'a halakatakum, tahadharini enyi watu wa ummatu Muhammad, mbona mnakimbiliza mno kuangamia kwenu? Tahadhari udhushi na madhara yake kwa wanawake wa Kiislamu. Namna inavyotahadharishwa, wanawake ni wepesi sana wa kuingia katika uzushi, kwa sababu wanampa sikio kila mzungumzaji. Wanawake muda mwingi, kwa sababu ya shughuli zao katika majumba yao na shughuli nyingine walizojipa wenyewe wao, zikawafanya hawana muda wa kusoma. Na baadhi ya wakati wenye kuwasomesha wapo karibu zaidi na wao, ima waume zao, kaka zao, ndugu zao, dada zao, lakini wakasema mimi siwezi kusoma kwa yule, hadi afunge safari aende mbali na kati karibu papo. Baada ya muda amepata uzito katika udhuru wa kisheria, akakatisha, ikawa ni sababu ya kutokuendelea tena kuingia katika sheria. Na wakati wa sasa tunaoishi katika miji yetu hii, tumeingiliwa na balaa. Wenye dini, wenye makafiri wagonga katika nyumba za Kiislamu na wakapeleka maneno yao ya kikafiri, wakitanguliza misaada ya vyakula na kuwasaidia mayatima katika baadhi ya maeneo katika miji hii, yani katika mji huu wa Zanzibar. Halafu wakishafika, wakishatanguliza misaada, wanakuja kuhubiri neno la Bwana. Ikiwa mama yake Bishri amwambia huyu tahadhari, huyu ni zindiq, iweje wewe wampa sikio kafiri, au wampa sikio mtu mzushi, wampa sikio mtu akiulizwa hebu tubainishie hili maana yake nini? Mbona mtume kasema hivi? Mbona sahaba fulani kasema hivi? Mbona mwana wa chuoni kasema hivi? Yeye anakuwa mkali. La yuthniyannak dhalika anhu, hawezi akakusifia hilo wewe, akakutajia ubainifu wake. Wapi masikio watu ambao wamesalimika? Hawa watu tahadhari nao. Wamekuwa wazungumzaji wengi sana katika redio sasa, lakini maarifa yao ukiyasikiliza tu ni madogo sana, kwa sababu huwa ni maneno tu yaliyoandikwa
yakazitaja aya za Qur'ani na hadithi, hayaelezi tafsiri za wanawachuoni wa tafsiri ya Qur'an wala shurahul hadith waliosherehesha hadithi zile. Ni fikra zao, mawazo yao, maoni yao, na wakiregeza sauti zao za kutengeneza katika kuvuta masikio ya wasikilizaji. Tahadharini wanawake wa Kiislamu na watu kama hao. Kwa hiyo muhadhara huu ni muhadhara mkubwa sana na maelezo yake ni mengi sana. Ubaidullah Abu Nasri As-Sajzi rahimahullahu ta'ala, katika maneno ambayo yanazungumzwa kuhusu yeye rahimahullahu ta'ala katika risalatu As-Sajzi au Sijzi ila ahli Zubaydi fi raddi ala man ankara harfa was-sauta, ujumbe barua ya As-Sijzi kwa watu wa Zubayd kuhusu majibu ya yule ambaye anayepinga kuhusu herufi na sauti, kwamba Allah hazungumzi kwa sauti wala harufi, kwamba Qur'ani hii maana yake ndiyo maneno ya Allah, lakini yale maneno yenyewe sauti na herufi si maneno ya Allah. Akasema rahmatullahi alayhi katika ujumbe wake huo, man rama an-najata min haula, yoyote anayetafuta uokovu akaokoka na watu hawa, wasalamata min al-ahwa, na kusalimika na matamanio ya bid'a, faliyakun mizanuhu alkitaba wal athara fi kulli ma yasma'u wa yara, basi iwe mizani yake atakayopimia maneno anayoyasikia watu hao iwe ni kitabu na sunna. Alkitaba wal athara, analosikia apeleke kwenye kitabu cha Allah, apeleke kwenye sunna ya Mtume kwa ufahamu wa wema waliopita, huyo atasalimika. Sasa watu hawataki kusoma, watu hawana muda. Je, wataupata wapi mzani huu wa kupimia kila wanachokisikia? Kwa hiyo faliyakun mizanuhu alkitabu wal atharu fi kulli ma yasma'u wa yara, iwe kitabu na sunna ndiyo mizani yake kila anachokisikia na kukiona. Fa in kana aliman bihima aradahu alayhima, ikiwa yeye anajua ni mjuzi wa Qur'ani na sunna, yale anayoyasikia ayapeleke kwenye kitabu na sunna, aangalie yeye amejengewa katika msingi wa sawa, asili ya jambo, sifa ya ufanyaji, namna ya kulitekeleza, limezidishwa au limepunguzwa, namna lilivyo ndio liko sawa. Katika familia watu wana magrupu ya WhatsApp ya kifamilia, ndani ya magrupu hayo yamekusanya wazuri, wabaya, wema, waovu, linatumbukizwa na kutumwa katika magrupu hayo kila jambo. Je, utaweza kumdadavua na kujua hili la sawa, hili si la sawa? Hapa panazungumzia nafasi ya elimu katika jamii ya wanawake wa Kiislamu. Kwa hiyo iwe mizani yake ni kitabu na sunna katika kila anachosikia na kuona. Ikiwa ni mtambuzi wa kitabu na sunna, haya anayoyasikia yapeleke kule. Alafu akasema wattiba'ahu lis-salafi, na vile vile uwe mzani wake wa kuyapimia hayo ni kuwafuata wale wema waliotangulia. Wala yaqbalu min ahadin qawlan illa wa talabahu ala sihhatihi bi ayatin muhkamah au sunnatin thabitah au qawlin sahabiyyin min tariqin sahih. Wala asikubali kutoka kwa mtu yoyote kauli, wala yaqbalu min ahadin illa, asikubali kauli kutoka kwa mtu yoyote isipokuwa wa talabahu ala sihhatihi, atake usahihi wa hicho alichokisema, bi ayatin muhkama, kwa aya ya Qur'ani iliyokuwa wazi, au sunnatin thabita, au sunna iliyothibiti kutoka Mtume sallam, au qawlin sahabiyyin min tariqin sahihi, au kauli ya sahaba iliyopokelewa katika njia iliyokuwa sahihi. Ina maana tuwe na elimu. Hizo redio tunazosikiliza hizo, hayo maneno ya watu wanaosema hayo, mizani ya kuyajua ni ya sawa au si ya sawa, huu ndio mzani wake. Enyi dada zangu wa Kiislamu, akasema waliyukthiri an-nadhara fi kutubi sunani liman taqaddama, na akithirishe sana kuangalia katika vitabu vya itikadi wa wale waliotangulia, mithlu Abi Dauda As-Sijistani wa Abdullah bin Ahmad bin Hanbal wa Abi Bakr al-Athrami wa Harb bin Ismaila. Mfano ya hawa waliotangulia akawataja kwa majina yao, mfano al-Imam Ibn Abi Daud, mfano Abu Dauda, mithlu Abi Dauda As-Sijistani, Ahmad bin Hanbal, Abi Bakr al-Athrami,
وحرب بن إسماعيل السرجاني كذلك وحشيش بن أصرم النسائي وعروة ابن مروان الرقي وعثمان بن سعيد الدارمي السجستاني إلى أن قال رحمه الله تعالى وليحذر تصانيف من تغيرت حالهم na tahadhari muislam na maandiko na tungo za wale ambao hali zao zimebadilika fa inna fiha al-aqariba hakika katika maandishi ya hao kuna nge wamo wengi tu wa rubbama ta'adhara at-tiryaq sawa hajui yeye huenda sasa ikawa ni vigumu yeye kujikinga na sumu ya mge huyo akagongwa akasikiliza jambo akalifanyia kazi akaliitakidi. Kuna watu wanazunguka katika misikiti wanawatamkisha watu shahada upya ya kwamba Allah mawjudun bila makan, Allah yupo hana sehemu, Allah hayuko juu wala hayuko chini, hayuko ndani ya ulimwengu wala nje ya ulimwengu, Allah hajastawi juu ya arshi yake. Wa hadha mukhalifu li'tiqadi salaf, ila kuna kinyume na itikadi ya salaf. Sasa watu kama hao kwenye redio hizo wanazungumza, kwenye YouTube huko wanasema, kwenye magrupu ya WhatsApp huko, katika magrupu ya kijamii, katika familia zinatumwa habari zao na kauli zao. Tahadhari ewe mwanamke wa Kiislamu na hayo, kwa sababu bid'a inawatoa watu katika sunna, inawapeleka katika uzushi, inawatoa watu katika itikadi sahihi, inawapeleka watu katika itikadi iliyokuwa potefu, inawatoa watu katika mapenzi ya sunna na kuwafanya watu wapende bid'a, inawafanya watu wachukie ulama sunna na wapende watu wapotevu, wanawachuoni wapotevu, na madhara mengine mengi sana ambayo yanatajwa. Kwa hiyo moja katika sababu ya kudhihiri bid'a ni aljahlu bi ahkami din, watu kutokujua hukumu za dini. Na ndio maana usema kwani kuna ubaya gani? Kwani kuna ubaya gani katika hili? Moja ni hilo. Kadhalika jambo la pili ambalo linatajwa na wanawachuoni ni sababu ya kudhihiri bid'a ni itiba'ul hawa, kufuata matamanio. Yani watu kushindwa kufuata kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, na katika kila moja katika ile ina dalili zake. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ikiwa hawajakufuata wewe, ikiwa hawajakujibu wewe, basi elewa kwamba wao wanafuata matamanio yao. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu, na hakuna aliyekuwa mpotevu zaidi kuliko yule ambaye anafuata matamanio yake bighairi hudan min Allah, basi na uongofu utokao kwa Allah subhanahu. Na sababu ya tatu ni ataassubu li ara'i rijal, watu kushikamana na rai, fikra na mawazo ya watu. Wakiletewa jambo kwa dalili kusema sisi ni fulani, kumfuata fulani, na hatufi isipokuwa kwa kumshika fulani, hata kama fulani huyo kasema kwamba yeye asifuatwe, ile alichosema kinatofautiana na kitabu na sunna, waache kauli yake na wafuate kitabu na sunna. Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana, wanapoambiwa wafuateni yale ambayo aliyateremsha Allah, usema sisi tunafuata yale ambayo tuliwakuta nayo wazee wetu. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun, hata kama hawakuwa baba zao ni wenye akili ya kitu wala wenye kuongoka. Kwa hiyo dada zangu wa Kiislamu, maneno haya ambayo tunayazungumza yanawiana au ni ujumla wa maudhui ya muhadhara huu ambao umepangwa siku ya leo ya Jumamosi hapa katika daura hii daura hii ambayo ipo katika msikiti wetu huu kuanzia leo na kesho kwa wanawake, ama kwa wanaume inaendelea wiki nzima. Kwa wiki nzima kuanzia leo, uzushi na madhara yake kwa wanawake wa Kiislamu. Tujitahidi sana kusoma, tena tusome katika mikono ambayo imesalimika, na tuipe elimu nafasi yake ili ije kuwa ni salama kwa vizazi vyetu. Kuna mfano mzuri sana wa mama yake Bishri na Bishri wake, kadhalika na mtoto wa mwenziwe, namna alivyokuwa na huruma naye. ونكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Sasa